katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Nimeokolewa. Kuokolewa maana yake nini? Ni kunusuliwa kutoka katika hatari na uharibifu wote ulioko duniani, uliopo, uliokuwepo na utakao kuja. Mimi nimeokolewa. Kuokolewa maana yake nini? Kila kitu chenye hatari hakitakudhuru wewe. Ndio kunusurika. Wewe ni nani? Mimi ni mtu aliyeokolewa. Kuokolewa maana yake nini? Kutolewa kwenye kila hatari. Ndio maana alitupwa kwenye tanuru la simba, simba wakaiuka kwa paka. Alitupwa kwenye moto, moto kaona kama ni moto mwenzao. Mabaya hata nilipata mimi, yakinipata yanageuka ghafla kuwa mema, kwa sababu mimi nimefanya, nimeokolewa. Nimeokolewa. Waefeso 2, angalia kitabu cha Efeso sura ya 2, mstari wa kwanza. Maandiko yanasema mpaka wa 5, 1 mpaka 5. Efeso 2, 1 mpaka 5. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mlikuwa nani? Wafu, ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi kati ya wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katikati yao katika tamaa za miili yetu, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa. Umeokolewa. Bwana asifiwe sana. Kuokolewa na inahusisha kukombolewa kutoka katika utumwa na mateso ya shetani, kutoka katika maonezi na hila za ibilisi, katika magereza za kipepo. Unatoka kwa sababu umefanyaje? Umeokolewa. Uliuzwa chini ya dhambi ukawa mtumwa wa shetani, lakini ulipomwamini Yesu umeokolewa kutoka kwenye kila utumwa wa shetani. Nitakupia makofi ukija hapo unasema unaogopa sijui mizimu ya bibi au mapepo ya shangazi. Unatafuta maneno, kwa sababu wewe umefanyaje? Umeokolewa kwa damu ya Yesu, umetolewa katika utumwa huo. Unaogopa uchawi, labda nisijue. Wewe unatakiwa ujue wewe ni nani katika Kristo. Maandiko yanasema pia umehamishwa. Angalia kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya 1. Wakolosai 1. Tusome mstari wa 13 na 14. Maandiko yanasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi wetu, yani masamaha ya dhambi. Ulikuwa katika utumwa wa shetani ndio, lakini sasa uko tena chini ya utumwa. Umehamishwa. Ule katika ufalme wa giza umeingizwa katika ufalme wa nini? Wa nuru. Unapaswa kuyatafakari mambo hayo na ujiambie wakati wote, nimeokolewa, nimekombolewa, nimehamishwa. Mimi sikai tena utumwani kwa sababu nimefanyaje? Nimehamishwa. Na tena nilipohamishwa nimeketishwa pamoja na Kristo. Kisoma wa Efeso 2:6. Waefeso 2:6. Angalia kitabu tena cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12. Wakolosai 2:12. Maandiko yanasema kwanza mstari wa 11. Au sura kwanza mstari wa 10. Waefeso 2:10. Maandiko yanasema na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo
mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa miili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu. Kila jambo linalokushutaki, kila jambo linalokunyoshea kidole, alipokufa msalabani, aliliondolea mashiko. Haliwezi tena kukushtaki kwa sababu umeokolewa kwa damu yake ya thamani. Ndio nikasema nao ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu. Wewe umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Wala sio mali yako tena. Wewe ni mali ya Kristo. Uko ndani ya Kristo. Wewe ni kiumbe kipya. Ni mtu aliyeokolewa na Kristo, akahamishwa. Na ukisoma Efeso 2:6 inasema akaketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, katika ufalme wa Mungu. Hauko tena katika ufalme wa dunia hii. Hauko tena katika ufalme wa giza. Ukitafakari hayo mambo yakawa katika moyo wako, hautaenenda kama wengine wanavyoenda. Kwa sababu kwa kadri unavyotafakari mambo hayo, ukiurudisha utukufu, unabadilishwa, unafanana na ukweli huu. Ukifanana na ukweli huu, hata fikra zako zinabadilika, zinageuzwa. Unajua mimi nimeokoka. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu aliye mbinguni ananitazama. Anajishughulisha sana na mambo yangu. Mambo ya kazi, ya ndoa. Anajishughulisha sana na mambo yetu. Anasema hadi idadi ya nywele zenu zimehesabiwa. Na ukiangalia tafsiri nyingine zinaonyesha kwamba Mungu anajua na anazingatia nywele yako moja inapodondoka. Anahesabu upana wake, urefu wake, unene wake na rangi yake. Anajua mataa ameenda amenyoa, zimeanguka kiasi hiki, tunatakiwa tumrudishie, tuanze mchakato wa kurudisha haraka sana. Ndio ulivyo. Wewe sio tu mtu wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Uko katika bajeti na agenda ya Mungu ya mbinguni. Hilo halitaingia akilini kama hautatafakari utambulisho wako. Kuna watu ni Wakristo, wanasema ni Wakristo, lakini ni jambo hawajalipokea bado. Bado anajihukumu na mambo yaliyopita. Bado anateswa na mambo ya dunia hii. Fikra za kitumwa bado bado anakumbuka yeye ni mtoto wa mzee Makoroge. Ndio kichwa yake nawaza mambo ya fungu. Umeokolewa, umekombolewa, umehamishwa. Kubaliana na ukweli, na hautakubali ukweli kama haya maandiko hautayasoma na kuyatafakari na kujiona. Kwa sababu maandiko yanasema unavyotazama unarudisha huo utukufu. Ule utukufu unarudi kwako, na unarudi kwako, unabadilisha upate kufanana na uhalisia wako. Ndio kazi ya kusoma na kutafakari. Bwana asifiwe sana. Ukijua wewe ni nani, hata swala la dhambi. Unajua kwa nini watu bado wanaokoka na wanarudi kwenye dhambi? Kwa sababu hawajajua ukweli, wao ni akina nani. Kitabu cha Warumi sura 8. Warumi sura 8. Mimi ningekuwa na muda hapa. Warumi sura 8, angalia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria hapa inazungumzia kanuni. Kuna mambo ukishajua wewe ni nani, utatafakari ukawa hivyo. Ukijua kwamba Yesu alipigwa msalabani, akafa na damu yake ikamwagika ili mimi niketishwe na Mungu, nitarudi vipi kwenye uchafu tena? Hapana. Moja kwa moja ile sheria ya uzima inakuacha huru kutoka kwenye dhambi. Inakuzuia usitende dhambi kwa sababu umejua wewe ni nani.
Nani akizaa mtoto hapa anamfundisha kunyonya? Mtoto ile dakika ya kwanza tu analia, utaona mdomo unaanza kutafuta. Akidaka nono, hajaingia tuition yoyote, kwa sababu kuna sheria ndani yake ya uzima inamwambia utahitaji kula. Kwa hiyo mwili wote unatafuta chakula, mwili wote. Na pamoja na kwamba hawezi kuongea, akisikia njaa tena utasikia baba pale. Sheria imemwambia utahitaji kula. Na hao wasipopiga kelele, hawa na mambo wengi binadamu, piga kelele wakupe chakula chako. Akijisaidia atapiga kelele, kwa sababu sheria ya uzima inamwambia utaki kukaa na mtoto. Piga kelele mwanangu mpaka kubadilisha. Hawa hawaelewi lugha yako. Wewe lia tu. Mpaka ukimbadilisha unaona anafanya. Ndani ya mtoto kuna sheria inayomsukuma kutaka mema. Iko ndani yake. Hafundishi na mtu. Ukimwamini Yesu na ukijua wewe ni nani, kuna sheria ya roho uzima ndani ya mtu ambayo inamsukuma katika kutenda mema. Ataangalia dhambi akasema mimi sio mtu wa namna hii. Mimi sio mtu wa kuangalia picha hizi, kwa sababu sheria ile ya uzima wa roho ndani yako haikuruhusu. Ndio maana maandiko yanasema aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi, kwa sababu Mungu anakaa ndani yake. Ila mtu huyu hajajua, hawajui wala hawafahamu, wanaenenda gizani. Misingi yote ya ulimwengu imeharibika. Lakini ninasema nyinyi ni miungu na wote pia wana aliye juu, ila mnaweza mkafa kama wanadamu, mkaangamia kama mmoja wa wakuu, kwa sababu hamjui, kwa sababu hamjatafakari kweli na kukubali kama wewe. Utambulisho, wewe ni nani, itaamua unakuwa wapi, unafanya nini, kwa sababu umejua wewe ni nani, kiumbe kipya katika Kristo. Tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wanaye, na ndivyo tulivyo. Ndivyo tulivyo. Kaa hapo na mtu asikuvuruge. Tafakari mambo haya. Utambulisho. Bwana asifiwe sana. Na jambo la pili